Unatoka wapi? Una wiki mbili nyumbani kwako hujaonekana. Shangazi, kwanza naomba unisamehe. Alafu hata hivyo ni story ndefu sana. Story ndefu ipi? Shangazi, kama utojali naomba tafuta sehemu pekee tuongee. Nurati, una wiki mbili nyumbani huonekani, mume wako anakutafuta. Ulikopo wapi? Shangazi, ni story ndefu sana. Story ndefu? Story ndefu ipi? Nurati, silisha ukataza mavazi kama haya. Nilikwambiaje kuhusu haya mavazi? Lakini mimi nilishakwambia kuwa siwezi kuvaa mavazi unayotaka wewe. Mimi ni mtoto wa Kiislamu. Alafu sitoshe nimelelewa katika maadili. Kwa hiyo hizo nguo unazotaka wewe kuvaa mimi siwezi kuvaa. Aha. Ukiwa na mimi hapa nyumbani, utafuata taratibu ninazozitaka mimi. Nenda katoe hizo. Nimekwambia nenda. Ndio mimi mtoto wa Kiislamu, hapo ukiwa na mimi unafuata vile ninavyotaka mimi. Ukiwa na mimi mtoto wa Nurati, the way kama narudia, lakini acha tu iwe hivyo. Mimi nimevutiwa sana na wewe. Uzuri plus urembo vinachangia kwa asilimia zake. Wewe ni mwanamke mrembo sana kuwahi kukuona kwa mboni zangu. Yaani mimi toka kuzaliwa kwangu sijawahi kuona mwanamke mrembo ende kama wewe. Na hii huenda ukachukulia ni mimi tu, lakini kila mwanamume lijali atakaye kuona wewe Nurati atakupenda kama nikupendavyo mimi. I have never seen a woman as beautiful as you in my life. Hivi nikuulize, umechanganyikiwa ama? Hata hivyo siwezi nikatoka na damu moja. Wewe kabisa unajua mimi natembea na kakako. Sasa naanzaje kumchanganya mdogo mtu na kaka mtu? Mimi naamini watoto wazuri waelewa. Na kama kweli una akili timamu, medula bolangata yako inafanya kazi vizuri, utajua mimi nini namaanisha. Tena naomba nisikilize kwa makini. Hayo masikio yako uyafungue, yasikie na unisikilize. Nilishakwambia sitaki, siwezi nikashia mtu na kakake. Cha kwanza itakuwa ni uchafu, alafu pia itakuwa ni aibu kwangu. Kwa hiyo nilishakwambia kuwa sikutaki. Elewa hivyo. Hivi umedula bolangata yake kwa vyema kweli? Amezidi kunifananisha mimi Mnyamwezi hapa. Hii nyumba ni hapa ndo kaka yangu. Ajui tu ni kwetu. Akikubali mimi, yeye ni kijana mwenzangu. Brother anabaki na uzee wake. Yaani kipara. Haya. Kwa hiyo kama hivyo shangazi. Bila Mariamu. Huyo mtoto akanishinda tabia. Pole mwanangu kwa yule kukuta yote hayo. Asante shangazi. Vipi? Mama umemkuta nyumbani?
Hapana, sijamkuta. Nimeenda nimefika, lakini nikuta mlango umefungwa. Basi takuwa kaenda masjid. Ila hata hivyo shangazi, nimempigia simu yake haipatikani. Kwa hiyo na wasiwasi sana. Mwanangu, sina wasiwasi, itakuwa tu chaji. Sio tena huku kwetu kutu anakata umeme. Ni kweli nimekosa. Ulinikataza nisiende, lakini nimekataa kukusikiliza na nikafanya kiburi na nikaenda bila hata kufikiria mara mbili. Nimekosea sana. Naomba nisamehe mume wangu, haitajirudia tena. Sawa. Mimi nimekusamehe. Karibu sana nyumbani. Hivi una akili kweli? Unawezaje kuchukua maamuzi pasipokuwa mimi mumeo? Na wewe Mariamu anakuchukua tu anakubeba kama mzigo. Wewe umekuwa mtoto kwani? Lakini mume wangu, mbona ile swala mimi na wewe jana tulishaliongea? Na isitoshe mimi ngakuomba jana msamaha kwa unisamehe. Nimekosea mume wangu, naomba unisamehe. Narudia tena, mfanya kosa si kosa, mrudia kosa ndio kosa. Nisikize mwambie kitu kimoja. Kwa sasa hivi humu ndani unachotaka kukifanya chochote kile, kifanye kwa maamuzi ya kwako mwenyewe, sio kwa maamuzi ya kwangu mimi. Kwa sababu nikisema maamuzi ya kwangu mimi, wewe unachukulia kawaida. Na hata hivyo, natoka nenda zangu msikitini. Na nitafuturu huko, sitakuja kufuturu nyumbani. Hiyo futari yako pika ufuturu mwenyewe. Shangazi, najua kuwa nimefanya kosa kubwa sana, lakini haikuwa dhamira yangu. Nulat, umekosea sana mwanangu kuondoka kwa mume wako bila kuaga. Ile ni ndoa Nulat. Na pepo yako ipo kwenye miguu ya mumeo. Kisheria na kidini hairuhusiwi. Dini inasemaje? Dini inasema usiondoke kwa mume wako bila kuaga Nulat. Lakini shangazi, najua kama mimi nimefanya kosa. Lakini anayefanya kosa anatakiwa kusamehewa shangazi. Na hata hivyo, nimerudi nyumbani nimeongea na mume wangu. Nimemwomba sana nisamehe, lakini amegoma kunisamehe. Sawa Nulat, mimi nitajaribu kumuita mwanangu Abdul niongee naye. Yote haya yaishi, mkae kwa amani kwenye ndoa yenu. Lakini usirudie tena ile kosa ulilofanya. Ni kosa kubwa sana kisheria na kidini. Yule ni mumeo, ni pepo yako Nulat. Sawa, nimekuelewa shangazi. Naomba usirudie tena ujinga uliofanya. Na usishawishiwe na kitu chochote kuiacha ndoa yako kakimbilia huko nje kuhangaika. Wenzao wanaitafuta Nulat. Tutakuja kujutia. Mimi nitaongea na Abdul. Nitaongea naye nadhani atanielewa tu mwanangu. Sawa Nulat. Shangazi, naomba sana Abdul akija ongee naye. Mimi bado namhitaji mume wangu shangazi, na ninampenda sana. Na sihitaji kumpoteza wala mimi kuniacha. Haira mdogo wangu, nimekuita hapa upate kunishauri kati kwa mimi na shemeji yako. Lakini wewe unaanza kuleta maneno. Kwa nini lakini? Ndio mnipigia simu nyingi hizo kisa Abdul. Kwa simu zote za nikusa Abdul tu. Ipo una shida gani na mwanaume? Umelogwa? Kwa kufuturu maji kila siku? Unajua kwa nini bado kufungia akaunti yako? Kwa sababu ya tamaa na wewe mwanaume wako.
Mara nyingi sana nakwambia mwanaume achane, lakini hutaki kumuelewa. Amekuloga mwanaume. Kakupa nini cha maana? Na habari za kunipigia simu kuna pesa sitaki. Na kuhusu shida mume wako ndo usiniambie kabisa. Fanya kivyako na mume mume wako. Ukitaka nikusaidie, kubali kuachana naye, kurudi nyumbani.